Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Nikukaribishe hapa ambapo na kwenda kukujuza baba wa mpango wa makombora wa taifa la Iran. Ni nani ambaye ndiye mfanisi mkubwa kwenye sakata la makombora katika taifa la Iran. Ukisikia makombora basi kuna baba wa mpango huo. Tarehe 12 Novemba ilikuwa ni kumbukumbu ya miaka 14 tangu kuuawa kwa Hassan Tehran Mokaddam, anayejulikana kama baba wa mpango wa makombora wa Iran na mkakati wa kijeshi mwenye maono ya mbali. Alikuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza uwezo wa Iran wa kutengeneza makombora ya ndani tangu vita vya kulazimishwa vya miaka ya 1980, na aliwafundisha makamanda wengi wa anga waliokuja kuendeleza kazi yake, kwa mujibu wa taarifa za Press TV. Mokaddam alizaliwa mwaka 1959 katika eneo la Sarkshmeh katikati mwa Tehran. Alimaliza elimu ya sekondari mwaka 1977, kisha mwaka 1979 akapata shahada ya uhandisi wa mitambo kutoka chuo kikuu cha Sharif, na miaka miwili baadaye shahada ya uzamili ya uhandisi wa viwanda kutoka chuo kikuu cha Hajar Nasir al-Din Tosi. Akiwa na umri wa miaka 21, wakati jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilipoanzishwa, alijiunga kama kadeti mchanga katika kitengo cha ujasusi kaskazini mwa Iran. Baada ya operesheni iliyofanikiwa ya Samen ol Ame mwaka 1981 iliyoukumbua mji wa Abadan uliokuwa umekaliwa na jeshi la Iraq, Mokaddam alitambua umuhimu wa kuimarisha nguvu za moto katika uwanja wa vita. Kutokana na wazo hilo, aliandika mpango aliowasilisha kwa mkuu wa ujasusi wa IRGC wakati huo, Hassan Bagheri, na hapo ndipo kitengo cha makombora cha IRGC pamoja na kituo cha utafiti wa makombora mjini Ahvazi vilipoanzishwa. Katika miaka katikati ya 1980, wakati Iraki ilipoanza kushambulia miji ya Iran kwa makombora kwa msaada wa nchi za magharibi ikiwemo Marekani, Iran ilianza kujenga uwezo wake wa ndani wa ulinzi wa makombora. Chini ya uongozi wake, IRGC ilitengeneza kombora la kwanza la Iran lililozinduliwa Machi 1985 na kulenga mji wa Kirkuk nchini Iraq. Kombora la pili lilipiga jengo la kijeshi lenye ghorofa 18 mjini Baghdad, na jingine likalenga klabu ya maafisa wa jeshi la Iraq, kuwaua takribani makamanda 200 wa Baath waliokuwa wakiongoza vita dhidi ya Iran. Mwaka 1986, Mokaddam aliteuliwa kuwa kamanda wa kitengo cha makombora cha jeshi la anga la IRGC, na muda mfupi baadaye akaanzisha kitengo cha kwanza cha makombora cha kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Katika miaka ya mwisho ya vita, alisaidia kubuni makombora mafupi ya Nazeit na Ogab yaliyokuja kuwa msingi wa teknolojia ya makombora ya taifa la Iran. Baada ya vita, aliendelea kuongoza maendeleo ya sekta ya makombora ambayo baadaye yalizaa makombora mashuhuri kama Shahab na Zelzal. Kupitia juhudi zake, Iran ilibadilika na kuwa nguvu kubwa ya makombora duniani, ikimiliki silaha za masafa marefu zenye uwezo wa kushambulia adui yeyote, ikiwemo entity isiyo halali ya Kizayuni kama alivyoiita, yaani taifa la Israel. Mokaddam aliuliwa shahid Novemba 12 mwaka 2011 akiwa pamoja na wenzake 16 katika mlipuko uliotokea katika kambi ya Amir al-Mu'minin mjini Malardi magharibi mwa Tehran. Mazishi yao yalifanyika kwa heshima kubwa katika makaburi ya Beheshe Zara mjini Tehran. Katika kumbukumbu ya mwaka jana, Jenerali Majid Mousavi aliyekuwa naibu kamanda wa kitengo cha anga cha IRGC alimkumbuka Mokaddam kwa kusema, baada ya kifo cha shahid Hassan Tehran Mokaddam, picha yake ilisambaa ikiwa na maneno, Shahid Hassan Tehran Mokaddam ni jinamizi la milele kwa utawala wa Kizayuni. Wakati huo wengi hawakuelewa, lakini leo ukweli huo unaonekana wazi. Mwisho wa nukuu. Mokaddam aliwahi kusema kabla ya kifo chake, wakati nitakapokufa, andikeni juu ya kaburi langu, hapa amelala mtu aliyetamani kuliharibu Israel. Kwa sasa Jenerali Majid Mousavi ndiye anayekiongoza kitengo cha anga cha IRGC
baada ya kifo cha Jenerali Amiral Hazjadeh aliyekuwa mwanafunzi na mrithi wa mawazo ya Mokaddam aliyeuawa katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran mwezi Juni. Urithi wao umeonekana wazi katika vita vya siku 12 ambapo mamia ya makombora ya Iran yalivurumishwa kwa usahihi mkubwa dhidi ya maeneo yaliyokaliwa na Israel, yakivunja mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani pamoja na Israel. Leo hii katika zama za sasa, program ya makombora ya anga ya Iran inayochukuliwa kuwa moja ya bora zaidi duniani inabaki kuwa urithi wa fahari wa kazi kubwa ya Hassan Tehran Mokaddam. Katika historia pana ya taifa la Iran, ukweli ni kwamba Hassan Tehran Mokaddam ndiye baba wa mpango wa makombora wa taifa la Iran na ndiye kiungo muhimu ambaye anakumbukwa milele yote katika taifa la Iran kutokana na ufanisi wake mkubwa, lakini kuanzia utengenezwaji wa kombora la kwanza, la pili hadi hivi sasa. Kumbe sasa hii inatoa picha wazi kwamba taifa la Iran kupitia uwezo wao wenyewe wa ndani wameweza kusababisha maendeleo makubwa ya makombora katika taifa hilo, ambapo kwa sasa hivi moja kati ya silaha kubwa katika taifa la Iran ni ubobevu wa kuwa na makombora hatari ambayo ndiyo kishika mgongo cha ulinzi katika taifa la Iran. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinafanya taifa la Iran liwe bora sana kwenye masuala ya makombora katika ulimwengu mzima. Moja ya sababu hiyo ni vikwazo ambavyo vimekuwa vikijidhihirisha kutoka katika mataifa magharibi juu ya mpango wake wa nyuklia. Ukweli usiofichika ni kwamba taifa la Iran ni taifa ambalo lina utajiri mkubwa sana wa madini ya uranium ambayo hutumika kwa ajili ya uzalishaji wa silaha za nyuklia. Sasa basi, kwa sababu taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa uranium limekuwa likipokea vikwazo vingi, vitisho vya mara kwa mara, makatazo na mazuio kutoka katika taifa la Marekani na nchi za kimagharibi chini ya utangulizi wa Israel, ndio maana taifa la Iran likaamua basi kuweza kuboresha teknolojia yake ya makombora likiitumia kama teknolojia thabiti, madhubuti na stahiki ya ulinzi. Na hiyo imeonekana kwenye vita kati ya Iran pamoja na Israel vilivyopiganwa mnamo Juni 12 hadi Juni 24 mwaka 2025. Yalishuhudiwa makombora hatari, lakini video mbalimbali zimekuwa zikionyesha shehena ya makombora ya Iran, lakini huku uzalishaji ukizidi kuendelea kwenye viwanda hivyo katika taifa la Iran. Mtazamaji wa Zone Media, nimekufafanulia historia hii pana kabisa ya Hassan Tehran Mokaddam, baba wa mpango wa makombora wa taifa la Iran, ambapo kila tarehe 12 Novemba huwa wanaadhimisha siku yake katika taifa la Iran. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.